katika segmenti ya matukio ambapo kama ilivyo tumekuwa tukiangazia vita vinavyoendelea kule Iran, ambapo kuna mashambulizi kati ya nchi ya Iran pamoja na Israeli wakishirikiana na Marekani, na vita hiyo kiukweli inakwenda kuchukua sura mpya. Ndani ya masaa 24 yaliyopita kuna matukio kadhaa ambayo yametokea. Nafikiri tunakwenda kuyadadavua kwa pamoja kuona mwelekeo wa vita hiyo na nini kimejiri. Kubwa zaidi, kuna mambo mawili. La kwanza ni kupitishwa kwa kiongozi mkuu mpya, ambapo tunafahamu baada ya kufa kwa aliyekuwa kiongozi mkuu wa taifa la Iran Ali Khamenei, ambaye ndio alikuwa Ayatollah aliyepita na aliyedumu kwa muda mrefu, Iran ilikuja na kiongozi mkuu wa muda ambaye tunamfahamu kama Ayatollah Ali Reza Arafi, ambaye amehudumu kwa wiki hii na ndiye alikuwa akiongoza mapambano yote dhidi ya Israeli na dhidi ya taifa la Marekani, kwa maana walikuwa wakishambulia kambi za Marekani ambazo zipo katika nchi mbalimbali. Tumeona kule Falme za Kiarabu, tumeona Qatar wameshambulia, lakini pia wameshambulia Dubai, wameshambulia Saudi Arabia na maeneo mengi ambayo kambi za Marekani zipo. Sasa baada ya kupatikana kwa Ayatollah Ali Reza Arafi ambaye alikuwa ni kiongozi wa muda, leo hii IRGC wamempitisha Ayatollah mpya ambaye ni mtoto wa aliyekuwa kiongozi mkuu, na huyu anafahamika kama Mujtaba Ali Khamenei, ambaye sasa anakwenda kuwa Ayatollah mpya kabisa, ambaye ndiye Ayatollah permanent atayeiongoza Irani kwa kipindi chote hadi mauti itakapomkuta. Sasa nilikuwa nafuatilia mahojiano ya rais wa Marekani Donald Trump leo hii, ambapo miongoni mwa vitu walivyovisema inaonekana ni ishara ya kushindwa kufikia target ya kile ambacho walikipanga Marekani na Israel, kwa sababu moja target yao kubwa ilikuwa ni kuondoa kabisa mfumo wa kiuongozi wa nchi ya Iran ambao uliingia kwa mapinduzi na ukatengeneza mifumo ya Iran kuwa nchi ya Kiislamu. Sasa Donald Trump, moja ya target yake ilikuwa ni kuondoa kabisa mfumo huo, lakini pia kuweka viongozi ambao aliwahitaji yeye kwa maslahi yake na taifa la Marekani. Sasa unaambiwa Trump inaonekana amechemka kufikia hiyo target, kwa sababu tumeona mfumo wa Iran bado unaendelea ule ule, na tumeona licha ya kuondoka kwa kiongozi mkuu, lakini bado Iran imesimama imara na imekuwa ikiendeleza mashambulizi. Jana usiku pia walishambulia katika miji kadhaa ya Israeli, wameshambulia Tel Aviv, lakini pia wameshambulia maeneo ya Tel Aviv pamoja na Jerusalem walishambulia, lakini pia walitoa tangazo leo hii la kushambulia moja kati ya daraja kubwa sana kule Dubai, ambapo wameshatoa tahadhari kwamba watu wote wasiende katika daraja hilo kubwa kabisa ambalo leo hii ndio target yao, pia wataenda kulibomoa. Sasa unaambiwa kutokana na mashambulizi hayo kuwa mazito sana hususan kwa Israeli, Donald Trump leo wakati anafanya mahojiano na moja kati ya waandishi wa habari nguli kule nchini Marekani, ameeleza kwamba sababu iliyopelekea Marekani na Israeli kuishambulia Iran ni kutokana na kugundua kwamba wakati mazungumzo yakiendelea ya kutengeneza suluhu ama kutafuta amani Mashariki ya Kati, Iran ilikuwa ikijiandaa vyema kuishambulia Marekani na Israeli, kitendo ambacho kilifanya sasa Marekani chukue maamuzi ya kushirikiana na Israeli kuweza kuishambulia nchi ya Iran. Lakini ndio hivyo tena, mambo yamekuwa si mambo. Mnaambiwa huyu Ayatollah Ali Reza Arafi anapeleka moto kwelikweli, hataki masihara. Ni mmoja kati ya viongozi ambao wana misimamo mikali, pengine kumzidi marehemu Ali Khamenei, ambaye inaonekana kwa namna fulani alikuwa wakati mwingine
anaweza kutafuta suluhu ya mazungumzo. Wakati mwingine amekuwa ni mtu ambaye anatumia sana diplomasia kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda sawa, lakini Alireza Arafi amekuwa ni mmoja kati ya viongozi ambao hawahitaji mzaha, na amekuwa akiapa kuzidisha mashambulizi, na jana tumeona wakionyesha moja kati ya missiles kubwa sana. Na hii imemshtua hata Donald Trump. Tumeona pia katika mazungumzo yake amezungumza kwamba Iran imekuwa ikitoa makombora mazito makubwa ambayo pengine hata Marekani hakuwahi kufikiria kama ana makombora kama haya. Tumeona ballistic missiles kubwa sana ambazo Iran anazidi kuzionyesha, na kwa mujibu wa jeshi la Iran IRGC wanakuambia kwamba hayo ni miongoni mwa zile old version ambazo walikuwa nazo. Bado kabisa hawajaanza kuleta ile missiles new generation. Kwa hiyo bado vita imekuwa ni ngumu sana kwa upande wa Marekani na Israel, kwa sababu Iran hapumziki, anapeleka moto muda wote tu, na inavyosemekana kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Marekani inasema kwamba kiwango cha utengenezaji wa zana za kuzuia makombora kwa Marekani kwa mwezi wana uwezo wa kutengeneza 6 tu, lakini Iran wana uwezo wa kutengeneza makombora masafa marefu zaidi ya 100 kwa mwezi. Kwa hiyo imekuwa ni jeshi ambalo lilijipanga kikamilifu, na kuhisi kwamba kuna siku pengine itatokea mission kama hiyo ili uweze kuattack vizuri sana. So hayo ndio yamejiri. Muda kidogo nitakuletea na baadhi ya taarifa zingine ambazo sija kuelezea hapa kwa hivi sasa. Niombe tu kuendelea kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na updates zote ambazo zinajiri kila siku. Asante sana, tukutane katika next video.